Mke wangu, dunia ina maajabu. Unajua Jackie ndo ametangaza ndoa ya Cheche Boy. Na yeye ndo katembea na Leila tena. Mume wangu, mimi naishi mtoto njoo na mume mmoja nitangulie kwanza nyumbani. Ingekuwa usafiri mimi ningeshuka mbali. Iendako mimi sina nauli na shanga. Niendako ni mbali. Napambana hapa baridi kali. Oh na 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 na. Ndoa ya dunia. Ndoa ya dunia. Ndoa ya dunia. Yatafika mwisho. Ona kila kitu kina mwisho. Oh, yatafika mwisho. Kila kitu kina mwisho. Oh, yatafika ndoa ya vituko, umbea, uchawi. Ndoa ya dunia ina machozi, vituko na ugulia. Ndoa ya dunia ukamanzo. Ona ndoa ya dunia. Oh. Nimechoka. Kwanza haya maji nilibeba niaweke hapa. Wewe. Hasa yule mtoto anataka kujinyonga kwa ajili ya kakake. Haya majanga sasa. Yaani ina maana tusingeenda sisi kule, ilikuwa ni kifo. Ndio kupatikana sasa. Ile leo ni changamoto nyingine. Mungu atusaidie. Hata kama ni ndoa, si nini. Unajua mimi nimefika mwisho. Yaani nimefika mwisho. Nashindwa cha kusema, nimefika mwisho. Wewe nachota maji, sielewi yana kazi gani. Yale mambo ya leo yale ndio yaona. We Doli. Doli. We Doli. We Doli. 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 Be mama. Ulilala? Unalala. Unajua ujua yenyewe inachosha mamangu. Umerudi mamangu? Nimerudi mama. Uje tukae hapa. Mwanangu nimechoka. Kuna nini? Mama vikombe vya maji ndani hujaingia. Kuna nini mama? Yalio tukuta? Changamoto. Subiri nianze kukusimulia. Tulikuwa huko. Mchungaji ametupigia simu. Alipotupigia simu amesema jamani, nimepigiwa simu na Mwashibanda. Sasa nakimbia huku, kuna nini? Twende tukamfuatilie. Kuna nini? Tumekimbia. Tunafika msituni. Mama, hebu subiri kwanza. Shasta huyu wifi yangu au kuna Shasta mwingine? Shasta wifi yako. Ikawaje? Subiri. Tumekimbia ule msitu wa mnadani na ujua? Wapo hospitali hapa. Tumekimbia. Tunaita kila mtu, tulikuwa watu 4. Tumeita. Tunafika pale. Pale Shasta anataka kujinyonga. What? Ndio hivyo mwanangu. Hebu mama subiri kwanza. Yaani mama sijakuelewa. Yaani mmeenda msitu wa mnadani anataka kujinyonga. Yaani kivipi mama? Mbona sikuelewa unanichanganya mamangu? Unajua ni wifi yangu nampenda sana. Unampenda sana lakini Shasta leo anataka kujinyonga. Mama, sasa mbona sijakuelewa? Yaani wifi yangu anataka kujinyonga. Kwamba bwanake amemwacha au wanadaiwa kodi? Yaani kivipi anataka kujinyonga? Yaani kisa cha kujinyonga yule Shasta anavyodai yeye. Anamtaka kaka yake ambaye ni mume wako wewe, Jackie. Lakini tulivyozunguka Jackie tumemkuta. Mama unasemaje? Tumemkuta mmeo. Yaani mama yuko wapi mama? Yuko wapi? Tumemkuta kwa nani? Alex.
niendako ni mbali, napambana hapa baridi kali. Oh na 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 na. Maajabu, simpendi mwe watoto. Mbio hizo. Mbio. Hey, mapenzi haya wanangu. Nimemkumbuka na baba Dolini mwe. Jamani. Ona. Hey. Mbio wanangu. Pate. Na yupo amepatikana kweli. Amepotea. Hamna kuonekana. Tafuta mmewe. Yule. Kapotea. Yatafika mwisho. Wewe dada. Unakimbilia? Unakimbilia? Kaka bwana na wewe. Ongea usichekeshe. Unajua kwamba mume wangu kaka. Unafanya nini? Amepatikana. Unaenda kwa nani? Ndio kwa mume wangu kaka. Ndio unajua mume wake leo? Lakini kaka, si unajua sisi ni wanadamu tunakosea muda mwingine. Lakini yule ni mume wangu kaka. Japokuwa tulikuwa sana kidogo lakini yule na haki ya kumjali. Maana tumezaa mtoto. Mtoto mmoja anamtegemea. Dali mdogo wangu. Nilikwambia lakini uende kwa mume wako kunisikiliza. Na leo ungenisikiliza, yote asingemkuta mume wako. Kaka. Kaka, na kama muda unaenda, naomba mimi niwahi nikamwone mume wangu. Wewe tulia kwanza. Ila kweli mapenzi yana nguvu. Nilimwambia mimi nenda kwa mume wako. Anafanya alikuwa anakumbatana mama yake kule. Ona sasa. Asante Mungu kwani mdogo wangu amelijua hili. Ila hii kweli ndoa ya dunia. Ila sijui hivyo lakini. Ingekuwa usafiri mimi ningeshuka mbali. Iendako mimi sina nauli na shanga. Niendako ni mbali. Napambana hapa baridi kali. Yaani toka tumekaa hapa usijishangae mimi nakuangalia. Hivi ni nini kinachoendelea kwenye maisha yako? Kwa kweli kuna maisha yangu vinaendelea ni vitu vingi. Ila vingine vya muhimu, unavyojua si binadamu, vingine vya muhimu, vingine havina umuhimu. Kipi ambacho kina muhimu na kipi ambacho hakina muhimu? Kwa nini umeniuliza hivyo mchungaji? Nimekuuliza hivi kwa sababu maisha yako ya miezi hii 6 siyaelewi kwa miezi hii 6. Mtoto wako amefariki haupo msibani. Kila tukipiga simu ulikuwa upatikani. Na cha pili, siku za hapa katikati kuna jambo umelifanya ambalo yani mimi linanichanganya sana. Nimefanya jambo? Nimesahau. Mimi kuna jambo nililofanya. Hakuna jambo lilolifanya yani. Mimi hamna jambo nililofanya. Roho wa Mungu anakushuhudia hivi kwamba yani hujafanya chochote. Sijafanya chochote. Unajua wewe nilikuwa nakuamini sana. Yaani nafika kipindi nilikuwa na kuombea usiku kucha. Lakini kuna siri zinazoendelea ambazo zipo chini ya carpet. Siri? Ndiyo. Siri gani unayozungumzia wewe? Unatambua kuna wakati yaani kwenye wakati wa Mungu ndo wakati sahihi kuliko wako ulioupangia wewe mwenyewe. Natambua. Umeokoka? Umeokoka au unasali? Mimi nasali Unasali? Kwa nini unasali nyingi hapa kati? Leo nimekuita ili nikuelekeze hizo siri ulizonazo. Uko tayari kuzipokea? Siri zangu mimi? Mimi sina siri, Kuna siri? Na mtoto wako alikufa kifo cha kawaida? Kwa kweli sijajua. Sijajua. Cha kawaida au sio cha kawaida? Yaani hujui? Sijui ndio. Sasa sikia nikwambie. Najua kila kitu.
ila nimeficha sana madhaifu yako, ndio maana nimekuita uje tukae huku pembeni. Ningesema uje nyumbani kwangu, sikutaka yoyote sikie, ndio maana nimekuja na wewe huku tuongee wote sirini. Nilikuwa nakutuma sehemu zote walizonialika mimi kama wewe ndio mchungaji na niwakilishie. Kwa nini ulianza kutamani cheo cha uchungaji? Mimi Ndiyo. Mimi sijatamani cheo chako. Unakumbuka siku umenipigia simu kwamba njoo hapa mgawani? Yes, nakumbuka. Kwenye kinywaji changu uliweka nini? Kinywaji? Asikuwaga kitu kwa kweli, asikuwaga kitu. Kumbuka siku ile kwenye kinywaji changu uliweka vitu vya kulevya. Ni mimi nilikubadilishia kile kinywaji ili ujue kitu ulichokuwa umekiweka mle. Uliyepanga kumdhalilisha siku ile ni wewe, ukadhalilika. Je, ujue kwamba tamani mbaya. Mbona nilikuwa nakutuma sehemu zote, wanakupa sadaka, unakuja nazo, unakula wewe mwenyewe. Tena nilikuwa nasema jipangie mwenyewe, jichukulie. Ona sasa ulichokifanya. Ona ulichokifanya. Unalichafua kanisa. Kwa kweli mchungaji, naomba unisamehe sana mimi. Nahisi ilikuwa sio akili ya kawaida, ni shetani tu alinipitia. Nahitaji mniombee. Tafadhali mchungaji. Nahitaji maombi yenu. Naomba mniombee. Sipo sawa kabisa sasa hivi. Tulia kwanza. Alafu kaa kwanza. Mimi nikusamehege toka muda. Ndio maana leo uonage nimekuita kwa utu, yaani kwa wema nimekuleta huko. Wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Mungu akiamua kukuinua, yeye huwaga anapanga. Sio wewe unajipangia, sio wewe ukaforce. Maisha sio kuforce. Unasikia? Sababu mimi nianza kusikia mashaka toka siku ile mtoto amefariki. Ila nilinyamaza, nilikuwa nachunguza sana. Duniani hapa kuna maisha tofauti. Duniani hapa tunapoongea, wengine wametajirikia kwa kilimo, wengine kwa ufugaji, wengine kwa maduka yao. Kila mtu ametajirikia kwa kila kitu ambacho Mungu amempa kisirisiri. Mfano, wengine wametajirikia kwa kilimo, wengine kwa ufugaji, wengine kwa biashara, wengine humo makanisani, wengine kwa uimbaji, wengine yani vitu vingi. Usilazimishe kwamba wewe uforce uwe mchungaji juu. Unaweza kuwa mchungaji alafu kama unatumia madawa, kuna watu wenye imani original mule kanisani. Utakuja kuaibika mbele ya mikutano, wala usije ukajishangaa unaaibika mbele ya mikutano. Nakwambia hivi leo, najua haitajirudia. Jumapili twende kanisani ukatubu. Jumapili nataka nikuone kanisani na tena ukatubu, na ninaondoka. Sawa mchungaji. Sawa. Hai. Umeshajua siri zangu. Sasa nina kazi ya kufanya. Wewe ndio utakuwa wa kwanza kufa baada ya wengine wote ambao naona anatinga vitu vyangu. Sasa nakuhakikishia huu mwezi haumalizi kabisa. Labda mimi sio leo. Kesho tu nasafiri nenda kwa Chananga. Na sasa hivi tuliruka pale tunakubadilishia kikombe. Tunaulia msiba kumbavu pale. Mchungaji kwa waganga, waumini umalaya, hii ndoa ya vituko, umbea, uchawi, ndoa ya dunia. Ona na ndoa ya dunia. Ona na ndoa ya dunia. Ona ndoa ya dunia. Ona ndoa ya dunia.
Brother, nikifika tu nakurushia hela. Haya. Kiwango. Huyu jamaa ndio hivyo, nilisahau kumtumia hela. Ile hela nayo kudai, maana mambo yakawa ni mengi tena. Unajua? Kwa ndio hivyo, tukifika tabidi nikamtumie. Sawa mume wangu, hata usijali, tukifika nyumbani basi tumtumie. Au sio? Ndio maana nakupendaga mke wangu. Sawa mume wangu, hata usijali. Okay, basi tudai. Mwanangu msumbufu kweli sasa hivi. Sipata kusumbufu kwa babake. Kuna msumbufu. Kila kitu kina mwisho. Yatafiilo ya vituko. Mbona kama Chachi Boy? Mume wangu. Mbona kama iko sawa hivi? Chachi Boy! Chachi Boy! Naam! Boni. Ingekuwa usafiri mimi ningeshuka mbali, iendako mimi sina nauli, na shangaa niendako ni mbali, napambana hapa baridi kali. Mbona kama umechoka sana mpenda? Nini shida? Boni. Nashindwa hata nianzeje kujieleza yani. Kwani ni shemeji, kwani una shida gani? Hapana shemeji, ni mambo tu yani makubwa sana ndio yanatokea. Ila Boni, naomba tafute sehemu iliyotulia tuongee ndugu yangu. Sawa. Boni. Naam Chachi Boy. Kwema kweli? Si koma ndugu yangu. Shemeji, kwani shida nini? Boni. Hivi umesikia hapo taarifa za Jackie? Nimesikia tu juu ila sijaelewa. Kwani shida ni nini? Ndugu yangu, ni makubwa sana yaliyotokea. Makubwa mno, nashindwa hata nianzie wapi kueleza. Chachi Boy. Una maana gani kusema ni makubwa? Yaani sielewi, sijui nilianzeje mimi jamani ya mambo. Chachi Boy. Hebu nenda kwenye point. Mbona kama sikuelewi? Boni. Sidhani kama utanielewa ndugu yangu kwa hiki ninachotaka kuambia. Sababu ni mambo mazito sana yaliyonikuta mimi, makubwa sana. Shemeji, kwani shida nini? Mbona utuambii? Yaani sijui nani alinishauri, yaani sielewi kabisa. Boni. Mimi ndo nimekufanya vibaya, moyo unaniuma sana, sio kusudi langu, na iskuna jambo sikutarajia mimi nikuumize kiasi hiki. Hivi uko mbali nami, nimekumisi sana.